Siku zilizopita tulishuhudia taarifa kutoka kwa mamlaka husika inayosimamia mchezo wa mpira wa miguu nchini Tanzania kwa maana ya bodi ya ligi kuu, lakini pia taarifa hiyo ilitokana na maamuzi yaliyotoka CAS mara baada ya kuelekezwa kwa timu ya wananchi Yanga Sports Club kurejea kwenye mamlaka husika kwa ajili sasa ya kumaliza lile swala lao, ambapo kule walitupilia mbali ombi ambalo lilipelekwa. Sasa Yanga wametoa taarifa kwa umma wakieleza msimamo wao kuhusiana na taarifa hiyo. Taarifa kwa umma Mei 5 mwaka 2025, uongozi wa Young African Sports Club unapenda kutaarifa umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025/A/1129/8. CAS imeielekeza Young Africa Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africa Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young Africa Sports Club unapenda kuujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yeyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyo vyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini, imetolewa na kamati ya utendaji Young Africa Sports Club. Haya ndiyo majibu ama taarifa kutoka kwa timu ya wananchi Young African Sports Club mara baada ya kupokea maelekezo kutoka CAS ya kwamba warejee sasa kwenye mamlaka husika. Wao kasema kwamba mamlaka husika kumekuwa na kutokutendwa kwa haki, kwa hiyo hawawezi kurejea hivyo, na msimamo wao utabaki pale pale kutocheza mchezo husika ambao wameutaja. Nikumbushe tu kwamba japo kwa uchache kwamba hii yote inatokana na mchezo wa dabi ya Kariakoo kutochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam mara baada ya kushuhudia mambo kadha wa kadha yaliyojitokeza na sababu nyingi zikitajwa. Mara baada hapo tukaona Yanga wakifungua kesi kwa mahakama ya usuluhishi michezoni kwa maana ya CAS wakidai kwanza kusitishwa ama kuzuia kupangwa kwa tarehe mpya ya mchezo huo, lakini pia kuhitaji alama 3 na kupewa pia magoli 3 kama ambavyo kanuni zinaelekeza. Hiyo yote inatokana na Simba hawakufika kufanya mazoezi. Mara baada hapo wakatoa taarifa sababu mbalimbali kwamba hawatoshiriki mchezo huo, yani hawatacheza. Kesho yake siku ya mechi, kilichotokea ni kwamba Yanga wao walifika uwanjani wakapasha mazoezi na wakatoa pia kabisa kikosi ambacho kinaanza katika mchezo huo, lakini mara baada ya hapo kilichoendelea ni kwamba mamlaka husika zikatoa pia taarifa kwamba mchezo huo utakuwepo na utapangiwa tarehe nyingine. Sasa tukashuhudia siku za nyuma zilizopita kwamba mamlaka ilisema kwamba mara baada ya kupokea hayo yote ni kwamba watafanya maboresho ya ratiba, na ambapo sasa rasmi ratiba mpya itapangwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mchezo huo utachezwa. Sasa leo hii wananchi wao pia wakatoa taarifa yao. Timu ya Young African Sports Club wao wametoa taarifa yao kwamba msimamo wa timu hiyo ni kutocheza mchezo husika, hapo ambapo wameeleza kwamba nikinukuu kwenye eneo hili ambalo wameandika ni kwamba uongozi wa Young Africa Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yeyote ile. Haya ndiyo ambayo yameandikwa na kuelezwa na timu ya wananchi Young Sports Club katika taarifa yake kwa umma, ikieleza namna ambavyo msimamo wao ulivyo katika swala hili. Je, maoni yako ni yapi katika hili? Tuandikie hapo katika uwanja wa comments. Hii ni Bwigane TV, usiache kusubscribe, like na kucomment.